بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 26 mwezi wa Safar mwaka 1447, katika darsa ya tafsir ya Imam Ibn Kathir rahimahullah, ni kama tulivyokubaliana wa mwanzo, tutaeleza kwa ujumla tafsir ya zile aya tunazotaka kuzisoma, tukitumia المختصر في تفسير القرآن الكريم. نهي تفسير المختصر nahimiza sana kila mwanafunzi awe nayo, na yapatikana mutadawil, na huwa mamlaka kule yatolewa bure hasa, na iko kila msikiti utaipata. Hapa pia alhamdulillah iko nuskha hasa kwa mwanafunzi ambaye ni khatib au afundisha, humsaidia sana katika kufahamu maana ya zile aya kwa maneno mafupi sana. Tuendelea na tafsiri ya suratul Maida, na tulikuwa tumefikia aya 27 baada ya kumalizia kuzungumzia kisa cha Musa alayhi salatu wassalam. Jazakallahu khair. Tukaeleza yaliyotokea baina ya Musa na watu wake Banu Israili. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kueleza kisa cha Musa akatueleza kisa cha watoto wa Adam alayhi salatu wassalam, ambao pia kuna tukio ambalo ndani yake lina mafungamano na tabia za Banu Israili, sababu walikuwa na tabia za hasad na hiqd na roho ngumu ya kuua na mengineo walikuwa nayo. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kama kuambia kuwa tabia hizi zilianza zamani, tangu wakati wa watoto wa Adam alayhi salatu wassalam, lakini tizameni natija yake nini kwa yule aliyejiweka na tabia hizi mbovu, mwisho wake ulikwisha vipi? قال تعالى عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. na wasomee habari za wana wawili wa Adam kwa kweli kabisa. Walipotoa sadaka ikakubaliwa ya mmoja wao na ya mwingine haikukubaliwa, akasema yule ambaye sadaka yake ikukubaliwa kumwambia mwenzake aliyekubaliwa, la aqtulannak, nitakuua wewe. Akasema yule mwingine, hakika Allah subhanahu wa ta'ala huwapokelea wacha Mungu. Tukizungumzia hii aya, watlu alayhim naba bani adam bilhaqqi, ay waqsus ayuha ar-rasul, wasimulie ewe mtume, ala haula'i al-hasadati adh-dhalimin min al-yahud khabar ibn Adam, wasimulie ewe mtume wangu hao mahasidi madhalim katika mayahudi, wasimulie habari za watoto wawili wa Adam alayhi salatu wassalam, wa huma Qabil wa Habil. Na maarufu, na hii ni katika Israiliyat, kuwa mmoja aitwa Qabil na mmoja aitwa Habil.
بالحق أي بالصدق الذي لا مرية فيه وحق وكويلي ambao hauna shaka ndani yake. Bimaana hiki kisa kimetokea hivi alivyokieleza Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kuzidisha wala kupunguza. idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. hina qaddama qurbanan yataqarrabu bihi kullu minhuma ila Allah subhanahu wa ta'ala, pindi walipotoa sadaka kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala, kila mmoja akaweka sadaka yake, na alama ya kukubaliwa ile sadaka ni moto uje kutoka juu uichome ile sadaka. Mmoja wao ikakubaliwa sadaka yake, mwingine ikakataliwa. faqabila Allahu al-qurban alladhi qaddamahu Habil li'annahu min ahli at-taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala akakubali sadaka ya Habil kwa sababu alikuwa ni katika wacha Mungu. walam yaqbal qurbana Qabil, lakini hakukubali ile sadaka aliyojikaribisha nayo Qabil, li'annahu laysa min ahli at-taqwa, sababu alikuwa si katika wacha Mungu na hakumcha Mungu katika ile sadaka aliyoitoa. Katika Israiliyat wasema huyu Habil alikuwa ni mfugaji, akachagua katika kondoo walionona kabisa akamweka pale kama sadaka, na huyu mwingine alikuwa ni mkulima alima, akachukua mboga na zingine akazifutua akaanza kuzila, kisha ile yani kitu duni hivi ndio akakiweka pale. Kwa hakumcha Mungu katika ile sadaka yake anayoitoa. wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Kwa mtu haitakikani basi toa sadaka aangalia kile ambacho hakihitaji yeye ndo akitoa, na kuwa tu akuhitaji kile kibovu kile ambacho hata akipewa yeye hatukubali ndo akitoa, kisha tarajia akubaliwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kile ambacho yeye mwenyewe akipewa, sasa chukua wewe hiki, sasa mistaki takulaje kitu kama hichi, ndio wewe ukitoa sadaka. Inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, ni katika kile kitendo unachokifanya umemcha Allah katika kile kitendo, bimaana umekifanya kwa ikhlas na ukakitoa kizuri katika kile ulichonacho, sio kitu khabith, yani wewe mwenyewe huwezi kutumia ndo watoa. Umezuia we mpaka kimeozaoza ndo anza kuwapa watu, hachukueni bwana, kwa wewe huwezi tena kula, wapa wenzako. Kwa hiyo huyu bwana ni katika sadaka yake hakumcha Mungu pale, na mwenzake akatoa kwa ikhlas na kitu kizuri kabisa, Allah akakitakabalia kile cha mcha Mungu na huku chakataliwa. fastankara Qabilu qabula qurban Habil hasadan, kwa nini amekubaliwa Habil mimi mmekataliwa? Akamfanyia nini? Hasad. Katika dhambi za mwanzo huko, na hii alianza nani? Iblis alimhusudu Adam alayhi salatu wasalam, hasadi yake ikampeleka yeye katika kuangamia milele, na huyu kadhalika. Kwa nini amekubaliwa yule sikukubaliwa mimi? Kama husudu. Waqala la aqtulannaka ya Habil, mimi nitakuua ewe Habil. Faqala Habil akamjibu la ndugu yake, inma yaqbalu Allahu qurbana man ittaqahu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, hakika si vinginevyo Allah hukubali sadaka ya yule anayemcha, anayetekeleza maamrisho na kujiepusha na makatazo. Kwa badala ya wewe kunihusudu mimi, na wewe pia ungejipambana nini na ucha Mungu. Mche Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala atakutakabalia pia wewe. Kisha akamwambia, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin.
ukinyosha mkono wako kuniua mimi sitakunyooshea mkono wangu kuua. Hakika mimi namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, Mola wa ulimwengu wote. Na hapa sio kumaanisha kuwa anapokuja mtu kukuua wewe umruhusu niue bwana, endelea bwana. Lakini kuna katika hali fulani kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kun kabni adam, utaona hapa mbele inshallah. Katika vita vya fitna Mtume sallallahu alaihi wasallam amemkataza Muislamu kuingia katika vita vya fitna, kama kile kilichotokea huko nyuma. Inaweza tokea baina makundi mawili ya Waislamu wakapigana, wewe usiingilie katikati. Katika vita vya fitna usiingie katikati. Akatokea mtu ataka kukuua katika ile fitna, tunasema kun kabni adam, kuwa kama mtoto wa Adam, usinyanyue mkono wako. Hii ni masala mengine. Lakini hapa amekusudia nini? Amekusudia kuwa ikiwa wewe una nia kuniua mimi kwa ajili ya uhasidi, mimi sitaamiliana wewe kwa nia hiyo mbaya. Mimi sina haja mimi ya kufanya nini? Kukuua wewe, mpate nini? Pamoja na kuwa huyu mwingine, huyu Habil, huyu ambaye ataka kuuawa, alikuwa na nguvu zaidi kuliko yule ndugu yake. Alikuwa yeye waweza kumuua kitaka, lakini siwezi kuamiliana wewe muamala huo. la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. ay la in madatta yadaka ilayya تقصد قتلي فلست مجازيك بمثل صنيعك. Ukinyosha mkono wako kwa malengo ya kuniua mimi sitakujazi wewe kwa uovu unaonikabili nao mimi. Dhalika laysa jubnan minni, na nakwambia haya si kuwa eti na kuogopa, nakuweza mimi. Walakinni akhafu Allah rabbal makhluqat, lakini mimi namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, Mola mlezi wa viumbe vyote. Na wengine katika wanaoviona wakasema hii ilikuwa ni hukumu ya wale waliopita, kwa mtu anapotaka kumuua mwenzake amwache tu, atakwenda kulipwa na Allah. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatufundisha, man qutila duna nafsihi fahuwa shahid. Ukiuawa hali ya kuwa jitetea nafsi yako usiuawe, basi wewe ni shahidi. Ukiuawa ni shahidi. Kwa akaja mtu ataka kukuua, jihami kwa kadri ya vile unavyoweza kumzuia. Ikiwa waweza kumzuia bila ya kumuua, mzuie, mwache. Ametaka kukuua ukaweza kumzuia, hata kukufunga mlango pia, kisha akaenda zake, basi. Ikipelekea kuwa ni wewe ama yeye mmoja afe, basi ukimuua yule, wewe huna dhambi, kwa sababu yeye ndiye anataka kukuua wewe. Naelewa hapa? Lakini ikiwa waweza kumzuia bila ya kumuua, basi ndio ufuate hilo, bila ya kumuua. inni uridu an tabua biithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin. Mimi nataka ubebe dhambi zangu na dhambi zako, kwani wewe utakuwa ni miongoni mwa watu wa motoni ukifanya hivyo, na hayo ndiyo malipo ya wenye kudhulumu. Faqala lahu, yani Habil akamwambia yule ndugu yake murhiban, akiwa amkhofisha, inni uridu an tarji'a bi ithmi qatli dhulman wa udwanan ila athamika as-sabiqa. Mimi nataka ukifanya hivyo, na haimaanishi hapa yuwapenda afanye hivyo, la, hataki. Ni katika hali ya kumtishia, kwa ukiniua mimi utabeba dhambi ya kuniua mimi na madhambi yako mengine kabla ya hapo uliyofanya, ujaze madhambi katika nafsi yako. Kwa nini ufanye hivyo? fatakuna min ashabin nar alladhina yadkhulunaha yawm alqiyama, ukani katika watu wa motoni watakaoingia motoni siku ya kiyama. Dhalika aljazaa
jazaa'ul mu'tadin, na malipo hayo ni malipo ya watu wanaofanyia wenzao uadui na dhulma. Wa ana la uridu an arji'a bi ithmi qatlika fa akuna minhum, na mimi sitaki nibebe dhambi ya kukuua wewe nikawa katika hao, sina haja. Kwa akao yomtishia asifanye ile jambo, amuogopesha Allah subhanahu wa ta'ala, amkumbusha moto, amkumbusha akhira. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. بس nafsi yake ikampelekea kumuua nduguye, akamuua na akawa miongoni mwa wenye kukhasirika. أي فزينت لقابيل نفسه الأمارة بالسوء قتل أخيه هابيل ظلما فقتله. nafsi ya Qabil inaoamrisha maovu ikampambia yeye kumuua ndugu yake Habil kwa dhulma, na yeye akamuua. fa asbaha bisababi dhalika min an-naqisin anfusahum hududhahum fi dunyahum wa ukhrahum, akawa katika wale waliokula hasara, waliokosesha nafsi yao bahati ya khairi kubwa dunia na akhira. Na kama kuna dhambi ambayo humtia mtu dhiki katika moyo wake ni dhambi ya kuua, dhambi ovu sana, dhambi mbaya sana, na haswa ikiwa unayemuua ni mu'min, na'udhu billah. Kwa hii dhambi hii ya kuua ndio mara ya kwanza kufanyika wakati huo. Pengine unaweza kuuliza, kwani sababu ya wao kuweka ile sadaka nyingi kwa shindana? Wataja kama tutakavyoona insha Allah taala katika Israiliyat kuwa Adam alayhi salatu wassalam alikuwa akizaliwa watoto wawili, bimaana Hawa alikuwa akizaa watoto wawili, na wanapozaliwa wale watoto wawili twins, yani mmoja wa mume na mmoja mke, yatumia muda gani mpaka kubeba mimba nyingine na kujifungua Allahu a'lam, sijui. Lakini tumbo lingine labeba tena watoto wawili, azaliwa wa kiume na wa kike. Kisha tumbo hili yule mwanamume amoa dadake yule wa pili, sababu alikuwa hakuna watu wengine, ni wao tu, na yule mwanamume yule amoa dadake huyu mwingine, yani matumbo mbalimbali wakioana hivyo. Sasa wasema huyu Habil, huyu dada yake akatoka mbovu, yani hakuwa na sura nzuri, na yule Qabil dada yake akatoka mzuri, bima alikuwa pendeza. Sasa ilikuwa kisheria ya huko ni kuwa huyu Habil amoe dadake Qabil ambaye ni mzuri, na Qabil amoe dadake Habil ambaye si mzuri. Qabil akasema, siwezi kukupa dadangu mimi, namtaka mimi mwenyewe, unipe dadako huo mbovu, namtaka huyu wangu mzuri. Lakini sheria haisemi hivyo. Sheria yasema kuwa mimi ni muoe dada yako na wewe muoe dada yangu. Umeelewa vizuri? Basi tuweke sadaka itakayokubaliwa, maana yake yeye ndio yuko sawa, bimaana sheria ya Allah ameifuata sawa sawa. Walivyoweka ndio ikatokea haya yaliyotokea. Wataje katika Israiliyat, wallahu a'lam, kwa hiyo ndio sababu au la, lakini ndio kisa maarufu ambacho wamekitaja wafasiri wengi, kuwa kisa hapo kinavyokwenda ni kuwa huyu alikuwa muoe dada yake huyu muoe dada yake huyu, lakini kwa kuwa yule dada yake alikuwa ni mzuri, kaona kumpa huyu dadangu na mimi mwenyewe, alafu mimi anipe yule dada yake ambaye si mzuri, mimi namchukua mwenyewe dada yangu, tuweke sadaka basi ndio iamue baina yetu nani aliye katika haki na usawa. Akamhusudu kwa hilo. Hii wataja. Almuhim, huyo bwana alimuua ndugu yake. Alimuua vipi? Allahu aalam, alimuua.
nafsi yake ikampambia kumuua, akamuua. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atutajia na kutubainishia anna man sanna sunnatan qabiha, yoyote anayeanzisha jambo ovu au asha'a qabihan wa shajja'a alayhi, au akaeneza jambo ovu na akashajiisha watu kufanya jambo ovu hilo, bimaana na wengine wakafanya nini, wakafuata ule mkondo wake, fa inna lahu mithlu sayyiati man ittaba'ahu ala dhalika, atabeba mfano wa madhambi ya kila atakayemfuata, na haipungui katika madhambi yao kitu. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hata uwawa mwenye kuuawa leo isipokuwa ibn Adam al-awwal ana nasib katika hiyo dhambi. Kwa ukiona mahali popote kumeuawa mtu, basi na Qabil kule apata dhambi, aandikiwa ile dhambi pia, yaongezewa juu ya ile dhambi aliyofanya, li'annahu awwalu man sanna al-qatla, sababu yeye ndiye mtu wa kwanza aliyeonyesha watu jambo la kuua. Kwa kila anayeuawa katika huu ulimwengu, sasa hivi tunazungumza kuna watu wauawa, hivi tunazungumza kuna watu wauawa, kama ni vitani, kama ni wapi, kila anayeuawa kwa dhulma, kila anayeuawa kwa dhulma, na yule pia aandikiwa dhambi, sababu yeye ndo alianza kuua kwa dhulma. Umeelewa vizuri? Na ama ikiwa mtu ameuliwa hadda na manini, masala mengine, lakini huyu akiuliwa mtu kwa dhulma kama vile alivyofanya yeye, basi na yeye pia abebeshwa dhambi. Kwa hiyo akamuua ndugu yake, nafsi yake kampambia kuua, akaua. Sasa huyu bwana akawa azunguka na yule ndugu yake, hajui ampeleke wapi, kambeba mongoni, tembea naye, azunguka huko, azunguka, fanyeje mimi huyu, achoka, akimweka chini, akisema ambeba tena, azunguka naye, nimweke wapi? Sasa mtu wa kwanza kufa na kuuawa, hajawahi kufa mtu. Baba yake yuko hai, Adam alayhi salam, mama yake Hawa yuko hai. Hao ndio wale watu wa mwanzo, watoto wa Adam alayhi salam, wa mwanzo kabisa. Sasa itakuwaje? Ikawa azunguka naye, hajui afanye nini. Fab'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi. Hapo Allah subhanahu wa ta'ala akamleta kunguru, kurabu huyo. Na kunguru ana sifa kuwa yeye ndiyo mnyama most intelligent bird. Usisikie hakuna mnyama ana akili kama kunguru. Kunguru peke yake ndio waweza kumwekea kitu mahali hawezi kukitoa, akatafutana na njia, hata kama nkoko, kama vile mfano mtu atumia tools vile, atachukua kijiti, atatia pale ndani mpaka atoe kile kitu. Kunguru peke yake anaweza kufanya. Yani Allah amempa fahamu zaidi ya ndege wengine. Na kunguru wajue yashika sura ukimuua mmoja wao, wakaja wakakufuata hivi, kila siku ukipita pale utakupigiza kelele. Na akiweza hata kama hawezi kukudona, yeye atakubwagia kinyesi, yani almradi akuudhi. Na usifikirie kunguru akikubwagia kinyesi hajui, huwa yajua. Na wewe kama uamini, vaa kanzu yako nyeupe, nenda keti chini ya mtu, utajua. Na akisha kupiga tu kuangalia hivi, unaiona hiyo, wewe ukianza waruka huyo, shamwai. Yani kunguru muudhi. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja katika wale ambao wauawa fil hili wal haram, akataja al-ghurab, kunguru muharibifu sana. Almuhim, Allah subhanahu wa ta'ala akamleta kunguru, yabhathu fil ardi, anayefukua katika ardhi, liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi, ili amuonyeshe vipi kumstiri nduguye, amzike vipi. Huyu bwana amtizama ile kunguru. Pia hapa wataja visa, Allahu a'lam bithubuti dhalika,
kwa wale kunguru waliletwa wawili wakapigana, mmoja akamua mwenzake, kisha yule mmoja akakwangura chini akamweka akamfunika na mchanga akaenda zake. Wataje hivyo, Allahu a'lam bithubuti hadhihi alqissa. Ni kisa mashuhuri. Nyingi katika hivi visa ni katika Israiliyat ambazo hazikuthibiti la katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Almuhimu yule kunguru alimfunza huyu bwana namna ya kumzika ndugu yake na kumstiri ndugu yake. Qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadha alghurabi fa uwari sawata akhi. Yule kijana akasema, ole wangu, nimeshindwa kuwa kama kunguru huyu nikamstiri ndugu yangu. Fa asbaha minan nadimin, basi akawa miongoni mwa wenye kujuta. Ay fa arsala Allahu ghuraban yuthiru al-ardha amamahu liyadfina fiha ghuraban mayitan. Kama kulikufa kunguru mwingine, yule kunguru akaja akachimba katika ardhi kumzika mwenzake, amuonyesha namna ya kumzika mwenzake. Na yule kunguru inawezekana hata ajui kama yule anaua, yeye wazika mwenzake. Sasa huyo aketi pale, nyinyi hamjaona, ukiwafuatiliza hizo documentary za wanyama saa nyingine utaona vitu vya ajabu wa wanyama wafanya, ambapo uweza kumwona binadamu na akili yake wakati mwingine akufikiria hicho kitu. Sasa huyu kunguru akachimba amzika mwenzake, liyuallimahu kaifa yastura badana akhihi. Allah amejalia hivyo ili amfundishe yule namna gani atamzika na kumstiri ndugu yake, ule mwili wa ndugu yake ataustiri. Qala alqatilu akhahu hinaidhi, yule alimuua ndugu yake akasema, ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadha alghurab alladhi wara alghurab alakhar almayta fa uwari sawata akhi. Mimi nashindwa kuwa kama yule kunguru, amejua namna ya kumstiri yule mwenzake, akachimba akamzika. Fawarahu hina idhin, hapa basi ndio akamzika na yeye ndugu yake. Fa asbaha min almutahassirin, akawa katika watu wanaojuta. Alijuta kile kitendo cha kuua, na pia ajuta kuwa kunguru amekuwa na elimu yeye binadamu hakuwa nayo. Na hii pia faida waitaja. Na mwisho wa mwenye kufanya maovu ni majuto. Hakuna raha atakayoipata katika nafsi yake kwa kufanya uovu. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwa kifupi, hichi ndicho kisa alichotusimulia Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu Adam, kuhusu watoto wa Adam alayhi salatu wassalam, na yale yaliyojiri baina yao, ili sisi tupate ibra ndani yake. Sio taslia kwa kisa kimeelezwa hapa kwa sababu ya watu kupata pumbao. So watu wapenda visa, watu wapenda visa, na alafu ikawaje ikawa hivi, ikawa la laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Angalia hasad imempelekea mtu mali gani, imempelekea mpaka kufikia kufanya nini? Kumuua ndugu yake kwa ajili ya hasad. Na nyote mafahamu yaliyojiri baina ya Yusuf alayhi salatu wassalam na ndugu zake pia. Hili jambo lipo lafanyika, baadhi ya watu wahusudu ndugu zao mpaka ikawafikia katika kufikiria kufanya nini? Kuua haswa. Kwani hakusema mmoja katika ndugu zao, uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika kufasiri hizi aya sema, na hapa insha Allah kuna maalumat mengi na faida nyingi amezitaja al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. قال يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم. الله سبحانه وتعالى asema huko akitubainishia mwisho mbaya wa dhulma na hasad. في خبر ابني آدم لصلبه, katika habari na kisa kilichotokea cha watoto wa Adam, watoto wake haswa aliowazaa yeye Adam alayhi salam. Bimaana hawa si katika kizazi chake,
watoto wake aliowazaa moja kwa moja yeye. Yani hawa watoto ni Qabil ibn Adam. Sio sisi tuitwa binadamu kwa sababu tu ni binadamu, yani asili yetu ni Adam. La, hawa ni watoto haswa wa Adam, baba yao ni Adam. Ndio akasema lisulbihi وهما قابيل وهابيل كيف عدا احدهما على الاخر فقتله. vipi mmoja alimfanyia uadui ndugu yake akamuua. baghyan alayhi wa hasadan lahu fima wahabahu Allah min an-ni'ma, amefanya hivyo kwa uhasidi tu, kamdhulumu kwa uhasidi kwa ile neema Allah aliyompa ndugu yake. Na hii tabia ya hasadi iko sana kwa nani? Kwa Mayahudi. am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli. Mayahudi tabia hii wanayo sana. Jamaa mahasidi wale, hasidi sana, hawapendi kumuona mtu yoyote ameendelea. Wewe chukulia mfano sasa hivi siasa zinavyoendelea katika ulimwengu. Ile nchi ya Burkina Faso, tusiangalia yaliyotokea, lakini istatabba al-amr li hadha ar-rais, خلاص yani shatulia ile nchi kwa rais ni fulani. Wasema kwa kipindi kifupi akaweza kulipa madeni yake, kumbe wana dhahabu nyingi. Walikuwa hawa mahasidi wakichukua bure, yani bei bure balashi. Sasa wanachukua wenyewe, walivyochukua wenyewe wauza wenyewe. Madeni mnaotudai tushawalipa, sasa tufanya maendeleo, mabarabara, jengea watu manyumba, fanya hili, jenga mashule, mahospitali, mambo mengi yofanya. Watu waona, ushuhudia katika ulimwengu. Hivi sasa zile nchi ambazo nyuma yake wako hawa watu wasema nini? Wewe waje kusikia sijui wamvamiwa na magaidi sijui gani, hakuna cha. Na mimi ndio huambia siku zote makhawarij wapelekwa na hawa watu, ni muamini wa watu wengine wana kama mbeto wasingizia, wapewa haswa silaha na hawa watu ili wende wakamalize wale watu. Kisha kusikia wamvamia watu wangapi, wankuja mahali popote, nchi yoyote wakitaka kuiondoa, namna ilivyotulizana yani kuleta ubabaishaji pale na kuleta tuseme purukushani, yani kusitulie pale mahali, basi watatumia khawarij kilabun nar, kilab haula. Usione wana ghulu kafiri, huyo kafiri atamtumia. Kwani Daesh watumia na nani? Daesh watumia nani? Sio tumia na wao. Wewe washangaa waje na magari model mpya, sijui magari wayatoa wapi, na bunduki na silaha na mabomu na nini na balaa, mwatoa wapi? Ili swali ukiliuliza halina jawabu. Alafu wewe angalia kule kwa wewe sasa hivi, ukitokea mahali kumetokea rabsha fulani, wakitaka wampate yule mtu pale alipo wammaliza. Hawa kufaru, mbona hawa wawacha tu hiyo, wawachwa tu? Kuna maswali hayajibiki. Khawarij ya akhi watumio. Sasa yule kijana yule na nchi yake, kwa nini wao lawakera sana yale maendeleo? Sababu hasad, hawapendi kumuona mtu aendelee ajisimamia mwenyewe. Na nchi yote ikiendelea wataingia pale katikati kwa ule uhasidi waliokuwa nao. Ni watu mahasidi sana, bali hii ni tabia yao, hasadan min indi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala wazungumza watu hapa. Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala asema وهما قابيل وهابيل كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيا عليه وحسدا له فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل. الله أكتكبليه إلى صداقة يولي ليفنك وإخلاص، ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة، وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين. yule aliyeuawa yule akafaulu kuweka madhambi
ya kuuliwa kwake yeye kwa yule aliyemuua akaingia yeye peponi, na yule aliyeua yule akaambulia na biashara ya hasara fi dunia wal akhirah. Sababu kama alivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa mtu akimuua mwenzake kwa dhulma, yule mwenzake atamshika mkono siku ya kiyama aende naye mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha mwambie ya Rabbi sal hadha limadha qatalani, muulize kwa nini ameniua, nimemfanya nini mimi, kitu gani nimemfanya taniua. Sasa katika kulipana pale ni mema na maovu, yachukuliwe mema yako apewe, kama hayafikii katika kumlipa basi yachukuliwe maovu yake yule mtu ubandikwe na wewe utiwe motoni, yeye ndio wapi? Peponi. فقال تعالى واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق أي يقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف. wasimulie na uwatolee kisa hao madhalim, mahasidi, nduguze nguruwe na matumbiri, hao mayahudi na mfano wao wanaofanana wao, habari za watoto wa Adam. Na hawa mayahudi akiwazungumza hivi Ibn Kathir wazungumza kwa maneno ya hasira sana, waonyesha hata wazama zao walikuwa kileta tabu hao. Si sasa tu kuna mtu ameniletea listi ya zile nchi zote ambazo waliwahi kwenda wale wakafukuzwa kuanzia huko nyuma, nchi nyingi mfukuzwa huku wakikaa, wafukuzwa huku, wamefukuzwa kila mahali, wakienda watu wafukuza, na wanawafukuza si ati ni waislamu, ni makafiri kama wao, wafukuza, hawataka kukaa nao, hawezi kuishi na wao. Na wasema katika historia walikuwa waletwa Uganda hapa, afadhali ya kuletwa hapa, kipata taabu hapa, sijui ingekuwaje bwana. Simulisikia kwa walikuwa watakuletwa Uganda hapa, Uganda kufanya nini hapa? Watu wangepata taabu Afrika huku. Allahu akbar. Yani ni watu wakiingia mahali wao wafikiria uharibifu tu. Na subhanallah, Allah amewapa mtihani wafaulu katika biashara zao na nini, biashara zao za haramu zile, wafaulu katika, Allah amewapa mtihani huo, basi ndio watatumia hiyo njia katika kuwakandamiza wenzao. Wako hivyo, ndio wanzoea kuishi hivyo kutoka huko zamani. Lakini watu wazungumza sijui kuanzia sijui mwaka gani, hawa walifukuzwa na Mtume sallam Madina pia walimfanyia khiana Mtume Muhammad sallam akawafukuza. Nyinyi waona leo haya anaanza huko nyuma, tangu zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam aliwafukuza Madina. Na wewe nenda kasome katika sira utaona yale mabalaa waliyofanya watu. Hao waitwa nyoka, thaabin. Yani wajua nyoka maana yake ni nyoka hana usalama na mtu yote, usidanganywe tu wamfuga nyoka. Hao wajinga wamwona mtu amfuga nyoka alafu this was his last day. Hakuna aliyefuga isipokuwa kuna clip utaambia last days za yule mtu alikuwa yuko hivi yule nyoka. Nyoka akikaa, wewe mfuge nyoka sio? Akikaa wewe akwambie azungumzi mnyama, lakini akipata nafasi wewe una chako wewe. Ati chatu wala nalo chatu lile. Wewe ukiamka lishakubana na kumalizi ni mbali. Yule mlea kutoka mdogo hivi wamchezea yule yao mkubwa atasema huyu ashanizoea. Nyoka jamani, azoea mtu nyoka. Sasa ndio mfano wa Myahudi uko hivi. Thaabin. Msoma katika vitabu vya sira waitwa hivyo thaabin, thu'ban. Sababu nyoka hana nini, yani daima ni khain. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ma salahuna mundhu an aadainahum, hawa nyoka kutoka sisi binadamu tuliowafanyia uadui hakuna siku wana sulhu na sisi, siku zote ni maadui zetu. Usije kutuambia mimi nafuga nyoka afugwa. Na ndio maana hata sisi pia katika lugha ya Kiswahili yule nyoka yule maana yake nini? Khain. Akipa na nyoka apigiwa katika kila mahali, apigiwa mfano wa mtu kufanya khiana, nyoka, thurbanu.
hawa mayahudi basi wapewe habari za bani adam na ni Habil na Qabil kama walivyotaja wengi katika salaf na khalaf. Wa qawluhu bil haqqi ay ala al jaliyati wal amr alladhi la lubsa fihi wala kadhib, uwape hizi habari wazi, hakuna uongo ndani yake, maneno ya kweli kabisa, wala wahma wala tabdil, hakuna hapa kukosea katika hii habari wala hakuna kubadilisha kitu. Hivi ndivyo ilivyotokea. Wala ziyadata wala nuqsan, hakuna kuzidisha wala kupunguza. Ka qawlihi ta'ala inna hadha lahu alqasasul haqq. Wa qawluhu ta'ala nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaq. Allah kieleza hivi visa yotaja maneno haya inna hadha lahu alqasasul haqq. Hapa alipoeleza kuhusu nani? Kuhusu Zakaria na Maryam alayhi salam na yale yaliyojiri baina ya Jibril na Maryam mpaka kuzaliwa kwa Isa alayhi salatu wassalam na mpaka kupaishwa Isa alayhi salatu wassalam, walipotaka kumuua Mayahudi, walipotaka kumuua akanyanyuliwa juu. Allah alipomaliza kueleza kisa chote akasema inna hadha lahu alqasasul haqq. Hakuna ngano hapa, ni maneno ya haki hapa. Na alipozungumzia ashabul kahf Allah subhanahu wa ta'ala akasema nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaq, sisi tukusimulia habari zao kwa kweli kabisa. Hivi ndivyo vilivyotokea. وقال ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. hii ni kauli ya haki kuhusu Isa alayhi salatu wassalam. Hivi ndivyo vilivyotokea, hawakumsulubu wala hawakumuua. Habari wamezitunga wenyewe hizo. Kafa siku 3 kafufuka, na watakidi Mungu kasulubiwa kafa siku 3. Sio ulimwengu ulipelekwa na nani siku hizo? Kisha akafufuka. Mungu ufa kisha akafufuka, kisha baada ya kufufuka ndo akaenda juu. Hawakumuua wala hawakumsulubu kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala. وكان من خبره ما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف. habari za hawa wawili ndugu kama alivyoeleza si mmoja, zaidi ya mmoja katika salaf na khalaf, ana Allah ta'ala ali Adam alayhi salam zawija batahu min lidharurati alhal, kwa Allah alimwekea sheria mtume wake Adam alayhi salatu wassalam kuwa awaozeshe binti zake kwa watoto wake wa kiume kwa dharura ya hali iliyokuwa wakati ule, sababu hakuna watu wengine, ni wao tu. ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وانثى, alikuwa kizaliliwa katika kila mimba mume na mke. فكان يزوج انثى هذا البطن لذكر البطن الاخر, ikawa huyu mtoto wa kike wa tumbo hili aozeshwa yule mtoto wa kiume wa tumbo lingine, na mtoto wa kike wa tumbo lile lingine aozeshwa mtoto wa kiume wa tumbo hili. وكانت اخت هابيل دميمه, na Habil dada yake alikuwa mbovu. Damima yani mbovu, alikuwa hapendezi, umeelewa? Na hii ni maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala, si watu wote wazuri, kwa hivi uko vile. Na kwa kweli ule uzuri na ubovu na nini ni mtu mwenyewe anavyoona. Kuna mwingine akamwona mke mzuri sana, na mwingine amwona kambe amchungulia hivi, yani kila mtu yake. Kuna mwingine pale ndo yuafa, na kuna mwingine sasa yule yuaje ama yuenda, yule hajui yuaje ama yuenda. Kila mmoja na kivyake, na Allah subhanahu wa ta'ala anajalia hivyo. Kuna wengine wapenda mwanamke awe mnono, kuna mwingine apenda mwembamba. Kila mtu Allah amemjalia ndio kila mmoja astirike. Unaona, kuna baadhi ya nchi paka uwe mnono, kwa hivyo yule mwanamke wakati wataka kuolewa awekwa yualishwa matamtamu tu, ala tu yeye wala kikaa ili awe mnono ndio yatakikana. Na kuna wengine saa akonde, basi huyo atakaa mpaka azirai ankate ala kabeji huyo na saladi huyo mpaka awe kama kijiti.
nini? Kwa sababu yule mume apenda kijiti. Allah subhanahu wa ta'ala jaalia kila mmoja aona yeye ule uzuri wake kwa yule anayemtaka. Kwa hiyo haimaanishi kuwa mwanamke akiwa huyo mwingine anaweza kumuona sura zake si nzuri kwake, mwingine akaona yamridhisha. Kwa hivyo hii ni maumbili Allah subhanahu wa ta'ala jaalia kwa viumbe wake, wala mtu asidharauliwe kwa hilo. Almuhim, kisa ilikuwa ni hivyo, huyu dada yake mbovu, na yule wa pili wa ukhtu Qabil wadhi'a, beautiful, alikuwa mzuri sana dada yake nani? Qabil. فأراد أن يستأثر بها على أخيه فأبى آدم ذلك. akamtaka babake amuozeshe dada yake yule alizaliwa naye tumbo moja, lakini sheria isemi hivyo. Kwa hiyo babake Adam alayhisalam akakataa, siwezi kuozesha sababu sheria isemi hivyo. Illa an yuqarriba qurbanan, ikiwa wataka hivyo basi wekeni sadaka pale. Faman tuqbila minhu fahiya lahu, yule ambaye itakubaliwa sadaka yake na Allah basi huyu mzuri ni wake. Fatuqbila min Habil wa lam yutaqabbal min Qabil. Habil alipoweka yeye sadaka yake ikakubaliwa, ama Qabil yake ikakataliwa. Sasa mke ampata huyu kwa ajili ya mwanamke. Watu wauana. Hiki kisa kimetokea wakati Ibn Abbas katika al-Adab al-Mufrad. Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala taja kisa kama hiki, kwa bwana mmoja alikuja kwa Ibn Abbas akamwambia, khatabtu imra'atan faabat an atazawwajaha, nimekwenda kumposa binti au mwanamke akakataa mimi nimuoe. Amekataa, yule binti amemkataa, yule simtaki. Fajaa rajulun akhar fakhatabaha faqabilat, akaja bwana mwingine akamposa akakubali. Kwa ule wivu ulionipata, faqataltu hadha shakhs, mimi nikenda nikamulia mbali. Sio ndo takao ndo wale mume huyu, kaenda kampiga upanga kamulia mbali. Kamuuliza Ibn Abbas, hal li min tauba, je mimi tauba yangu itakubaliwa nikitubia? Hii hadith au athar ametaja al-Imam al-Bukhari katika masala birrul walidaini. Ibn Abbas akamuuliza, hal ummuka hayya, wewe mama yako yuko hai? Qala la. Yule bwana akamwambia la. Akamwambia, taqarrab ila Allah au kama qala bima shita, jikaribishe na Allah kwa vile unavyoweza, fanya tauba, fanya amali njema, asa Allah atakusamehe. Kisha yule bwana akaondoka. Wale wanafunzi Ibn Abbas wakamuuliza Ibn Abbas, kwa nini umemuuliza kuhusu mama yake? Akasema, la a'lamu, sijui chochote min albirri, yani katika wema mtu anaofanya ambao una ajiri kubwa mbele ya Allah, min birri al-um, kama kumfanyia wema mama, hakuna mfano wake. Kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akataja hii faida. Kwa jambo la yule kukubaliwa na huyu kukataliwa hapa, fakana min amrihima ma qassahu Allah fi kitabi. Saa nyingine yampata wivu mtu mpaka akamuua mwenzake, hasa katika swala hili, wala hatari sana. Kwa hivyo Allah akatueleza hiki kisa alichokieleza katika kitabu chake. Qala وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال نهي أن تنكح المرأة أخاها توأمها, alikatazwa mwanamke kuolewa na ndugu yake yule ambaye ni twin wake, alizaliwa naye tumbo moja. Wa umira an yankihaha ghayruhu min ikhwatiha, akaamrishwa aolewe na mwingine katika ndugu zake ambao si tumbo moja na yeye. Wakana yuladu lahu fi kulli batnin rajulun wa imra'a, na alikuwa Adam akizaliwa katika kila tumbo mume na mke. Fabainama hum kadhalika idh wulida lahum ra'atun wadhi'a, katika hali kama hiyo akazaliwa binti mzuri. Wa wulida lahu ukhra qabihatun damima, na mwingine tumbo lingine akazaliwa mwanamke mbovu, sura zake si nzuri, sijui ya kusudia mbovu, yani kama nywele kama nini, kila mmoja muhimu
swala nikizungumza hivi nafikiri shaelewa. Faqala akhu ad-damima, nikasema hivi kuonekana nyingine. Almuhim yule kakake yule kibovu kile alikuwa mbovu yule, akamwambia ankihni ukhtaka wa unkihuka ukhti. Akamwambia yule ndugu yule binti mzuri, mimi nitakuozesha dadangu huyu mbovu, wewe niozeshe dadako mzuri, kama hivyo yani. Fahamu? Faqala la, bwana akamwambia sikubali, ana ahqqu bi ukhti, mimi nina haki zaidi na dada yangu. Faqarraba qurbanan fatuqbila min sahibi al-kabshi wa lam yutaqabbal min sahibi az-zar'i. Kwa hiyo kila mmoja akatoa sadaka yake, ikatakabaliwa sadaka yule aliye na mfugaji na kondoo, lakini hakukubaliwa sadaka yule aliye na nini, na mimea, yule ambaye ni mkulima, yule mimea yake analeta pale mimea, yani kama kwa mfano lete figili, ulete mchicha, mboga yani, kaleta hivyo, zile zake hazikukubaliwa na wataja wao katika Israiliyat, kwa sababu alitafuta zile mbovu ndio akaleta pale. Kwa hivyo hakumcha Mungu katika hilo, na kadhalika amekhalifu sheria Allah yasema kuwa mtu hamoi dada yake alizaliwa naye tumbo moja. Ilivyotokea hivyo, faqatalahu, akamuua yule ndugu yake. Isnadun jayyidun. Wa maana qawli inma yataqabbalu Allah min almuttaqin, wacha hiyo kuanzia hapo insha Allah taala tutakuja kueleza kwenye kikao kitakachokuja biidhnillah. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.